Kwa Mheshimiwa Rais wetu kuanzia wakati wa kampeni mpaka hivi sasa, ukiangalia fikira za Watanzania ni chanya sana kuhusu kujikomboa kiuchumi kupitia ujenzi wa uchumi wa viwanda. Kwa hiyo kumekuwa kuna mwamko mkubwa wa Watanzania, wafanyabiashara wadogo, wenye viwanda vidogo, vya kati, vikubwa. Kila Mtanzania awe kijana awe mama sasa hivi anajibidisha mapambano yapo kweli. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa na ni mafanikio makubwa kwa nchi yetu. Yaani kwanza kujikomboa kifikira kama Mheshimiwa Rais wetu anavyosema, Watanzania tunaweza. Na sasa hivi sisi ambao tunasimamia Wizara ya Viwanda na Biashara tunaona kweli fikira za Watanzania zimekuwa chanya na hali hiyo sasa imepelekea uhitaji wa wizara yetu kuhakikisha taasisi zetu zina wahudumia Watanzania kutokana na huo mwamko. Kwa mfano chini ya wizara yangu kuna taasisi ambazo ukiangalia muundo wake zinahusika zaidi kwenye kutoa huduma za kila siku. Kwa mfano tuna taasisi ya BRELA, tuna taasisi ya TBS, tuna taasisi ya Wakala wa Vipimo Tanzania. Hizo taasisi sasa hivi serikali tunaweka nguvu sana kubwa ya kufanya reform ili taasisi hizi ziwe zina uwezo mkubwa wa kuhudumia Watanzania, kwa sababu ukiziangalia ni administrative by nature. Kwa hiyo nguvu kubwa ya serikali imejikita katika kuhakikisha tunazifanyia maboresho kwa maana ya mfumo wake, yani kwa maana ya hardware. Ukiangalia institution ni mfano kwenye kompyuta ni sawa na hardware, lakini kwenye kompyuta pia kuna software. Sasa hiyo ni upande wa human resources. Tunatizama pia katika taasisi hizi watumishi wetu, je, wana weledi wa kutosha wa kuweza kuwahudumia Watanzania, na hii kiu kubwa ambayo Watanzania wanayo ya kujibidisha ili tuweze kujenga uchumi wa viwanda. Kwa hiyo kama Watanzania wanafuatilia taasisi hizi, tumeanza kufanya maboresho hayo upande wa hardware, lakini pia hata software sasa, kwa maana ya cover la nje lakini na kilichomo ndani kinachoifanya taasisi isonge. Umezungumza hapa unaweza kusema kwamba wewe ndio mbeba maono sasa ya kule serikali inataka kwenda, uchumi wa kati lakini uchumi wa viwanda. Na ukitizama unaweza kusema ingekuwa ni kwenye soka, wizara yako ni kama kiungo mchezeshaji hivi, kwa kila kitu kinategemeana na kinahusiana kwa namna moja na nyingine na wizara yako. Ndio hali inavyokwenda kwa sasa hivi, mambo yako vipi? Shukuru sana. Ni kwa ile nilivyoeleza, mwamko mkubwa unapelekea sasa kama nchi, na kwa vile wizara yetu ndio ajenda kubwa ya nchi na Watanzania wana matarajio makubwa. Sasa sisi upande wa wizara na serikali tumejipanga, yani sasa hivi nitazungumzia mtizamo wa sasa kwenda mbele, lakini kuna mambo kadhaa lazima tuyazungumze ili tuweze ili Watanzania waweze kuelewa mkakati vizuri. Cha kwanza, Tanzania sio kisiwa, ni sehemu ya bara la Afrika, ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo kwa kutambua hilo na kwa vile dhamira ya serikali ni kuhakikisha nafasi ya kiuchumi kwenye bara letu, sisi tunakuwa ni vilanja na uwezo huo tunao kwa sababu ya rasilimali tulizonazo. Jiografia ya Tanzania imetuweka kwenye sehemu ambayo ni ya kipekee katika bara hili. Kwa Watanzania ndio maana nimesema cha kwanza mtanguliza Mwenyezi Mungu, amani, mshikamano, lakini mikakati ya serikali ni mizuri. Kwa hiyo ukiangalia upande wa miundombinu ni sehemu ya ujenzi wa uchumi wa viwanda. Mara nyingi watu wanakosea yani kuangalia wizara ya viwanda, hata kama ni bajeti ya maendeleo unaangalia ile tu ambayo iko kwenye bajeti ambayo imepitishwa kwenye wizara. Hii ni kukosea, kwa sababu ujenzi wa uchumi wa viwanda unategemea sekta zote, wizara ya ujenzi, kilimo, mawasiliano, na kuna sekta ambazo zinatoa huduma na kuna sekta ambazo zinazalisha. Kwa mkakati wa serikali ni kuunganisha sekta zinazotoa huduma zisaidie sekta ambazo zinazalisha. Sasa kwa upande wa miundombinu, serikali ya awamu ya 5 kupitia kiongozi wetu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli tumeweka jitihada kubwa na uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu ambayo itasaidia uzalishaji kwenye hizo sekta zinazozalisha, uzalishaji ule uweze kwenda sokoni.
na kuna masoko ya ndani ya nchi, kuna masoko ya kimataifa. Kwa hiyo lazima uwe ni kutoa mazao shambani, iwe ni kutoa nyama kwenye kiwanda, lazima tuwe tuna barabara nzuri zinazopitika misimu yote. Lazima tuwe tuna shirika la ndege ambalo hata wale wafanyabiashara watakao kuja kuchukua bidhaa zetu waweze kufika Tanzania kirahisi. Shirika la reli kwa maana ya mizigo mikubwa ambayo lazima kama nchi tuwe na miundombinu ambayo itapunguza gharama za usafiri. Maana kama nilivyosema, Tanzania sio kisiwa, ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo kuna ushindani, na ushindani wa kibiashara na viwanda, lazima gharama zako za uzalishaji ziwe chini. Sasa zinakuwaje chini? Gharama za usafiri lazima zishuke. Kwa hiyo ukiangalia hata freight charges kwenye reli ziko chini kuliko barabara, lakini barabara nayo ina sehemu yake katika kutoa mchango wa uchumi. Kwa hiyo mkakati wa serikali wa kujenga uchumi wa viwanda lazima tuutizame kwa mapana hayo. Tusiangalie tu budget moja ya wizara kwamba ndio mkakati wa serikali. Hapana, ni serikali nzima kwa pamoja tunatekeleza dira ya ujenzi wa uchumi wa viwanda. Na sasa kwa vile Tanzania tunataka tuwe tuna sehemu kubwa ya uchumi kwenye bara la Afrika, sisi upande wa wizara ya viwanda, na kama mnavyofahamu sasa hivi tunaandaa bajeti mpya kwa ajili ya mwaka 2021 na mwenyekiti wetu wa SADC ndiye rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Kwa kipindi hiki ambacho ni mwenyekiti wa nchi za SADC 16, mkakati wa serikali ni kuhakikisha kipindi hiki tunajiandaa vizuri na mikakati ya Tanzania sasa kuwa kinara katika uchumi wa nchi za SADC. Kwa hiyo uwekezaji huu wa miundombinu na uzalishaji kwenye sekta zinazozalisha kilimo, mifugo, uvuvi, manufacturing sector. Sasa sisi kama wizara kuna ule mkakati wa SADC industrialization wa kuanzia mwaka 2015 mpaka 2063. Serikali sasa tunafanya mapitio ya sera ya viwanda vidogo vya kati, ili tuwe tuna sera ambayo inabeba maono kama ulivyotaja kwamba wizara hii ndio driving force na mboni ya kiongozi wetu na nchi kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Kwa sera zetu sasa hivi tunazipitia kwa sababu ni za zamani kidogo. Sera ya viwanda ni ya mwaka 2003 na tumejipambanua vizuri kabisa baada ya Mheshimiwa Rais wetu Magufuli kuingia 2015. Kwa mapitio ya sera kuna kwenye sera hapo kuzitazama, umesema ni za zamani kidogo. Zilikuwa ni kandamizi kiasi gani ukilinganisha na kasi ambayo ipo sasa hivi ya kuhakikisha viwanda vinashamiri? Swali zuri. Sera ukizitizama na mapungufu yake, kwanza nia ya rais wetu na serikali anayoiongoza ni kuwainua Watanzania walio wengi kutoka kwenye umaskini, na tutafanikiwa kama tukijikita kwenye zile sekta ambazo zinawaajiri Watanzania wengi, na hasa ni kilimo na mifugo. Kwa hiyo sera yetu ya zamani ile haikujipambanua vya kutosha ni namna gani tutatumia sekta hizi zalishi, kilimo na mifugo, kujenga uchumi wa viwanda, kutoa malighafi kwa ajili ya viwanda vyetu. Kwa sera tunayoipitia imejikita zaidi katika kufungamanisha sekta hizi na uchumi wa viwanda. Na sera hii inatambua kwamba ili tuweze kufanikiwa lazima tushirikiane na hizi wizara ambazo zinasimamia hizi sekta za kilimo na mifugo, ili upande wa tija, yani kama ni kuzalisha mwananchi, tija ionekane. Kama mkulima wetu alikuwa kwenye eka moja anavuna gunia 2 za mahindi, basi katika tija tumsaidie mkulima huyu atoke gunia 2 aende gunia 5. Kwanza itamsaidia kipato mwenyewe, lakini pia mchango wake kwenda malighafi ya mazao haya kwenda kwenye viwanda utakuwa umeongezeka, kwa hata keki ya taifa itakuwa imekuwa. Kwa hiyo sera inaangalia katika kuhakikisha ufungamanishaji huu wa sekta zinazoajiri Watanzania wengi na ujenzi wa viwanda. Sera hii inabeba vision hiyo, na kwa kufanya hivyo kama nchi, sisi nia yetu sio kuangalia inward,
kwamba tuna Watanzania milioni 55, kwa hiyo mkakati wetu uangalia hapana. Ni hilo inward lakini na outward, kwamba kile ambacho ulisema Tanzania sio kisiwa sasa. Yes. Na kwa kuanzia sasa kwenye hilo umetaja pia uwenyekiti wa Rais Dr. John Magufuli kwenye uwenyekiti wake wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Tumeanza pengine kwa sasa hivi, kwa kuanzia tumeanza kunufaika na huu wenyekiti, lakini matarajio pengine matarajio ni makubwa, kwa sababu rais wetu ni mchapakazi, na kila anapopata fursa cha kwanza ni anafikiriaga Watanzania wananufaika vipi. Na mimi kama waziri wa viwanda ndio najua namna anavyonisukuma katika kuhakikisha mikakati yetu inakamilika, ili matokeo chanya kwa ajili ya Watanzania yapatikane haraka. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia takwimu na ambazo Mheshimiwa Rais anaamini kabisa tunaweza tukafanya vizuri zaidi, mchango wa sekta ya viwanda kwa ajira kwa kina mama na vijana mwaka 2015 ilikuwa ni 8%, lakini tumepiga hatua mwaka huu wa 2020, yani kwa maana ya 19 ulioisha, zimetoka 8% kwenda 12.5. Lakini target ya serikali ili kufika 2025 target yetu ni at least 20% ya mchango wa ajira wa Tanzania huo unatoka kwenye sekta ya viwanda. Kwa hiyo hiyo ni moja ya zile zinaitwa KPIs ambazo ninazo, na mikakati inayokutajia hapa lazima tuisimamie kwa kushirikiana ndani ya serikali. Angalau tunapofika 2025 20% ya ajira nchini iwe inatoka kwenye sekta ya viwanda. Lakini pia kuna mchango wa sekta ya viwanda kwenye pato la taifa. Mwaka 2015 mchango wa sekta ya viwanda kwenye pato la taifa ilikuwa ni 21.1. Mpaka mwaka jana unaisha 2019, mchango huu umepanda mpaka 23.7. Lakini kufika 2025 ambapo ile Development Vision 2025 malengo ya serikali ni kuona mchango wa sekta ya viwanda kwenye pato la taifa unakuwa angalau 25%. Hiyo nayo ni walau ni mpaka 2025 ni kama 1% hivi, nukta kadhaa ile kufikia kutoka 23 nukta kadhaa ambazo umezitaja hapa. Ndio. Na hii sio ndogo, kwa sababu ukuaji huu sio manufacturing sector peke yake, ni sekta zote kwa pamoja ambazo zinasaidia ujenzi wa uchumi wa viwanda zinakuaje. Kwa hiyo hata kama ni 1% ni increment kubwa. Na hii tunaitofautisha na takwimu za manufacturing sector. Ni tofauti na hizi takwimu nilizozitaja, kwa sababu manufacturing sector inajikita, yani ni kama kuzalisha nondo, mabati. Hiyo manufacturing sector 2015 ilikuwa ni 5.5, lakini hivi sasa ni 8.4. Na kwa mikakati tulionayo ya kusaidia viwanda vikubwa ambavyo tayari ni vikubwa, vina uwezo mkubwa wa supply hapa nchini na masoko ya nchi za jirani, mkakati wa ile sera ya viwanda niliyokutajia ni kuhakikisha kampuni hizi kubwa tunazisaidia kwa advance kwenda kwenye nchi za jirani, kwenda kukamata soko la SADC. Lakini mkakati wa serikali ni kuweka mazingira mazuri wazidi kuzalishia hapa, ili kule tupeleke bidhaa na sio malighafi. Yes. Sawa, umetaja hapa namna gani Watanzania wananufaika kwa maana ya sasa itokane na haya mazingira ya viwanda yenyewe ama sekta ya viwanda, lakini ushiriki wa Watanzania kwenye viwanda ama kuwa ni wamiliki wakiwa na ushirikiano na watu kutoka nje wa Tanzania, mwamko uko vipi? Mwamko ni mkubwa. Kwanza ukiangalia kitakwimu, kampuni zetu ambazo zinapeleka bidhaa nje ya nchi, mwaka jana kampuni ukiangalia takwimu za mwaka 2015 kampuni 247 ndizo zilikuwa zinauza bidhaa nje ya nchi. Lakini mwaka huu tulioanza tuna kampuni 729 zinauza bidhaa nje ya nchi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mauzo yani uzalishaji viwanda nchini unaongezeka, lakini na kwenda nje unaongezeka. Kwa hiyo mkakati wetu
na sasa hivi tunaandaa mswada kuingia bungeni unaitwa Business Facilitation Bill, yani mswada wa uwezeshaji biashara nchini. Ukiangalia maudhui ya mswada ule umesikiliza changamoto ambazo wafanyabiashara na wenye viwanda wamekuwa wakilalamikia muda mrefu. Serikali sikivu tukaandaa dokumenti kubwa ina kama kilo 3, ile blueprint. Sasa serikali tukaenda mbali zaidi, tukaona commitment hii ya serikali ya kutatua changamoto hizi haiwezi kuishia kwenye commitment ambayo haiko kisheria. Kwa tunachofanya hivi sasa ni ile commitment kwenye blueprint tunaihamisha kuwa sheria. Hiyo ni habari kubwa sana kwa Watanzania, uwe mfanyabiashara mdogo, wakati au mkubwa, kwa sababu vilio vyako vyote tumevisikia tukaviweka kwenye ile blueprint. Sasa ile blueprint inakuwa mswada, na hiyo ni habari njema sana kwa sababu itazidi kufanya uwanja wa Tanzania wa kufanya biashara kwa ngazi yoyote ile iwe ni fursa kubwa, na itupe sasa fursa kama nchi. Nilivyosema Tanzania sio kisiwa, tuweze kuzalisha bidhaa na huduma kwa ajili ya masoko ya nje. Kwa takwimu nilizozitaja hapa, baada ya huu mswada kuwa sheria, na Mungu saidia, kuanzia Julai 2020 tukaanza utekelezaji wake, tutapiga hatua kubwa sana kama nchi, na mkakati wetu huu pia wa sheria hii umelenga hata kuvutia uwekezaji wa nje. Na sasa inarudi kwenye swali lako kwamba interaction ikoje. Mwanzoni kulikuwa kuna Watanzania ambao hawana uzalendo kupotosha dunia kwamba Tanzania mazingira ya kufanya biashara si rafiki, lakini na wao wameshajua kwamba ilikuwa ni propaganda tu. Na ndio maana kila kukicha wizara yangu, wizara ya uwekezaji, tunapokea delegations kutoka nchi mbalimbali wakija kuangalia fursa tulizonazo, kutafuta jinsi ya kuingia ubia na viwanda na biashara zilizopo. Kwa hiyo sisi tutaendelea kutengeneza uwanja huo, kuwaunganisha Watanzania wanaofanya biashara kwa ngazi zote, na wale wanakuja katika kategori tofauti. Kuna wale wakutaka kujenga viwanda vikubwa sana, vya kati, vidogo. Kwa hiyo sisi ni matching ministry. Kwa hiyo mahusiano ambayo hawezi neno katenganisha kwenye utendaji kazi maana yake. Yes. Kwa hiyo international trade, international commerce ni sehemu ya mkakati wa wizara, na tunatambua hilo ni jambo mahususi na la muhimu, kwa sababu kama nilivyosema Tanzania sio kisiwa. Kwenye international trade, international commerce pia kuna mambo ya technology transfer, kuna know-how transfer. Kwa hiyo Tanzania tunavyowasaidia kuingia ubia na hizo nchi, na hizo nchi zikawa sehemu ya soko letu, basi kwa pamoja tunakuwa tumejenga uchumi ambao ni inward lakini pia outward, na hiyo ndio sustainability ya ujenzi wa uchumi wa viwanda ambao itawapeleka Watanzania kuwa sehemu ya dunia, lakini tusiwe receiving end. Yani tusiwe ni mafuriko ya bidhaa zinazozalishwa kwenye nchi nyingine, sisi tunapokea tu. Hapana. Mkakati wa nchi yetu ni sisi kuwa proactive katika kuhakikisha tunazidi kuifanya nchi yetu iwe na kivutio cha watu kuja kuzalisha hapa, kutumia miundombinu mizuri tunayowekeza, bandari yetu ambayo ni asili Mungu ametupa, lakini kuna uwekezaji mkubwa serikali inaofanya. Hii sasa Tanzania tukiwa kwenye ile global economy, na sisi tunajivunia kwamba we are the producers of goods and services ambazo tuna masoko ndani ya bara na nje. Kwenye viwanda kuchipuka, ilionekana viwanda vimekuwa ni vingi sana, vinaongezeka kwa kasi kubwa sana, na pengine mikakati iliyopo ya kuhakikisha uchipuaji huu unakuwa ni endelevu, kwa maana kiwanda kinakuwepo lakini kiwe ni cha kudumu, sio kinakuja kikumbana na dhoruba kidogo basi uzalishaji unaisha na watu wanaendelea tena wanarudi nyuma na sio kwenda mbele. Ndio. Na ni swali zuri na limejikita kwenye changamoto ambazo nimezitaja tumeziweka kwenye blueprint, lakini sisi kama wizara na kama nilivyosema mwanzoni tumejipambanua katika kutatua changamoto hiyo katika sehemu mbili. Taasisi zetu ambazo ni za utoaji huduma
kwa kuongezea ufanisi wake na kupunguza red tape kwa maana ya urasimu. Pia kwa kufanya hivyo ni kupunguzia gharama kwa Watanzania wetu wafanyabiashara. Watanzania walikuwa wanatumia muda mwingi sana kupata huduma TBS. Watanzania walikuwa wanatumia muda mwingi sana, na nikisema muda mwingi sana hata gharama, maana muda ni fedha. Ukitumia muda mwingi, mwingine atasafiri, atalipa nauli, atakaa hotelini anafuatilia kibali cha hata muda huo ambao alikuwa anafuatilia hapa angeweza kuwa anazalisha kabisa. Kwa hiyo sasa hivi hizi taasisi kwa mfano zote tunaenda kwenye mfumo wa elektroniki. Kwa Mtanzania mfanyabiashara wa size yoyote kwenye wilaya yoyote, tunaboresha mifumo. Kama unataka kuandikisha kampuni, kama unataka kuomba leseni au kibali, yote vinakuwa katika mfumo wa mtandao. Hii itapunguza usumbufu wa Tanzania kwenda in person, yani wewe mwenyewe kindaki kwenye ofisi ya TBS au BRELA au wakala wa vipimo. Unakuwa katika eneo lilopo la uzalishaji au nyumbani, unapata huduma za hizi taasisi. Kwa hiyo kufanya hivyo kutapunguza gharama kwa kiasi kubwa na kero, lakini pia kutasaidia nchi yetu kupata maksi nzuri kwenye ile ripoti ya World Bank doing business. Tanzania mwaka jana tulipanda nafasi 3. Mwaka juzi tulikuwa wa 144 katika nchi 190. Tumefanya vizuri tukaja 141. Mkakati wangu na kupitia wizara yangu serikali, utekelezaji wa blueprint kupitia mswada ambao tutaleta bungeni, utekelezaji wa maboresho ya taasisi ambazo zinatoa huduma kwa Watanzania, BRELA, TBS, wakala wa vipimo, lakini hata kwenye upande wa research and development kuna taasisi ambazo ukiangalia uanzishwaji wake hata kuanzia kipindi cha Nyerere, sana sasa hivi awamu za Magufuli tunafufua na kuboresha, yani tunarudi kule tulivyokuwa. SIDO, TEMDO, CAPTEC, NDC, EPZ, ukiangalia maudhui na muundo wake, bado Watanzania tunazihitaji sana, lakini kumekuwa na ile kukosa vision katika hizi taasisi. Kwa moja ya kazi yangu sasa hivi ni kuhakikisha taasisi hizi tunazipitia na kuzijengea mikakati ya kusaidia sasa hizi dira za Tanzania kujipambanua kuwa nchi ya uchumi mkubwa. Taasisi hizi kwenye upande wa R&D, research and development, zinawasaidia Watanzania hawa kwenye viwanda vidogo kuwa nao, sio kukaa ofisini. Nimeshawaelekeza wakurugenzi wa taasisi hizi. Sasa na mheshimiwa, tutaendelea tena baada ya kupata habari za michezo kutoka pale Dar es Salaam, na tukirejea nitataka tugusie, umezungumzia kuhusu Watanzania kuhusika sasa na ama kunufaika na viwanda kwa maana ya kwamba kuongezeka kwa ajira, lakini swala la vibarua, watu wamekuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu sana, ujira yenyewe unatajwa kuwa ni changamoto na pengine hata kucheleweshewa. Hayo mnashughulikia vipi mambo kama haya? Uliletewa habari za michezo kwenye saa 1:40 saa 12:45 hivi, ukasomewa pia yale yaliyoandikwa na kurasa mbalimbali za magazeti na tulionayo kwa siku ya leo. Tumerejea tena Dodoma na bado nipo na waziri wa viwanda na biashara, baada ya kuwa tumezungumza kwa kina kuipata picha ile kubwa kuhusiana na wizara ya viwanda na biashara. Sasa tunaenda kumgusa sasa hivi yule mtu wa daraja la kati ama la chini hivi, kwa wale wajasiriamali wadogo, naweza tukasema hivyo. Na kwa kwanza, kabla tujafika huko, waziri, nilikuuliza kuhusiana na maslahi ya wale watu ambao walitaja hapa kwamba kwenye mnyororo ule wa shughuli za kiviwanda ajira zimeongezeka na namna hiyo. Sasa ni kwa kiasi gani mnahakikisha mazingira ya ufanyaji kazi yanakuwa ni mazuri kwao kwa maana ya ajira, lakini ambao wamekuwa wakionekana ni vibarua wa muda mrefu bila kupatiwa ajira, mambo kama hayo? Nashukuru sana. Kwanza labda historia kidogo. Sisi tulikuwa kwenye mwelekeo wa kijamaa, lakini miaka ya 90 tukafanya mwelekeo mpya wa masoko huria, na serikali kwa kutambua hilo tukaunda taasisi kwa ajili ya kuhakikisha, katika kutumia mfano wako wa uwanjani, lazima kuwe kuna refa wa kuhakikisha kuna fair play. Sasa kwa upande wa wafanyakazi viwandani na sekta binafsi,
Kwanza kwenye upande wa viwanda tuna taasisi ya Baraza la Ushindani, yani Fair Competition Commission, kuhakikisha wazalishaji wetu wadogo, wakati hata wakubwa katika ushindani kuna refari uwanjani kuhakikisha mkubwa amuonee mdogo. Sasa pia ukienda kwenye masilahi ya wafanyakazi viwandani, pia tuna Wizara ya Ajira ambayo inashughulika na kuhakikisha sheria zetu ambazo tumeziweka kulinda wananchi wetu wanaofanya kwenye viwanda, sekta binafsi hawaonewi. Kwa hiyo kuna sheria kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Kwa hiyo Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na jukumu letu la kulinda biashara na viwanda na kuvipromoti, lakini tunawaelekeza wenye viwanda na wafanya biashara kuhakikisha wanafuata sheria za nchi, ikiwemo kumjali mfanyakazi. Lakini uzuri tuna sheria hizo za kuwalinda Watanzania wenzetu ambao wako kwenye viwanda au kwenye sekta binafsi, na ni rai tu kwa wenye viwanda na wafanya biashara, unapomwekea mazingira mazuri mfanyakazi, anapata morali ya kuzalisha zaidi, anakuwa loyal na kampuni yako, na faida haitengenezwi na madeski au ofisi, ni watu ambao wako kwenye. Kwa hiyo ni jambo ambalo nina matumaini kwamba hata wenye viwanda, hata wafanyabiashara ambao wana kampuni hizi ambazo zimeajiri wa Tanzania wawekeze kwa wafanyakazi wao, ili waweze kuwa na tija, waweze kuwa na leo mkubwa, waweze kuwa loyal na kampuni, ili waweze kusaidia kampuni hizi sasa kufanya na kutimiza malengo ya kampuni. Na kwa kufanya pamoja ndivyo tunaweza tukawa na sekta binafsi ambayo inaisaidia nchi kufikia malengo ambayo tumeyataja hapo mwanzo. Sawa. Sasa tuwatazame wafanyabiashara wadogo ama wajasiriamali wale wadogo, mnawajengea uwezo kwa kiasi gani kuhakikisha na wao ndoto zao pengine za kuwa na kwenda kwenye daraja la kati na hata kuwa wafanyabiashara wakubwa, lengo hilo linafikiwa? Mkakati wa serikali kwanza umejikita katika kutambua hilo la kwanza, kwamba tunapojenga uchumi wa viwanda ili tuweze kuwasaidia Watanzania wengi kutoka kwenye umaskini, lazima tuangalie hao wadogo, wafanyabiashara wadogo, wenye viwanda vidogo, hata wale wakubwa ambao wamekuwa wakati na wakubwa sana walianza kama hao. Kwa hiyo mkakati wetu umejikita katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, na huwa natumia picha ya pyramid kuielezea hili. Watanzania wengi wako kwenye bottom ya pyramid. Hapo ndio hao unaozungumza. Kwa hiyo mkakati wa serikali ni kuwa serikali walezi wa hawa. Na ndio maana mwanzoni nikataja katika muundo wa Wizara ya Viwanda na Biashara kuna taasisi ambazo ziko kwenye kutoa huduma za kila siku. Na mimi nimeelekeza taasisi hizi za BRELA, TBS, wakala wa vipimo, ambazo yani ziwe zina utaratibu wa customer care kama tunavyoona kampuni za simu. Kwa hiyo baada ya kuingia kwenye wizara, maelekezo niliyotoa kwa taasisi hizi ni kuwa na customer care department, kuwa na hotline ambazo Watanzania watapiga simu na kupata huduma, na zile hotline zinakuwa recorded ili tujue kama kuna mtumishi ambaye anamjibu vibaya mfanyabiashara ambaye amepiga simu kupata huduma ya BRELA au TBS, basi tushughulike naye. Na hii haikuwepo, ni utaratibu ambao nimeweka baada ya kuingia kwenye hii wizara, lakini lengo ni kutekeleza ndoto na vision ya Rais wetu Magufuli, kuwasaidia hawa wadogo, ili tunapojenga uchumi wa viwanda, basi tukiwainua hawa ndo taifa litakuwa limeinuka. Kwa hiyo serikali inatambua fanya biashara mdogo, wenye viwanda vidogo, na ndio maana pamoja na taasisi hizi kuzielekeza kujikita katika kuwalea ili wakue, sasa hivi tunaangalia ni namna gani SIDO kwa kushirikiana na viwanda vinavyozalisha vifungashio washirikiane, ili swala la vifungashio lisiwe changamoto kwa hawa wadogo ambao hawezi kutoa oda kubwa kwa viwanda vinavyotengeneza vifungashio. Unakuta wanasema sisi labda tunaanzia na tani moja kuprint kifungashio, lakini mfanyabiashara mdogo ambaye yuko kule vijijini
hawezi kutoa oda ya tani moja ya mifuko. Kwa hiyo kupitia SIDO tumekaa na viwanda vinavyotengeneza vifungashio. Sasa SIDO kupitia bajeti mpya ambayo tunaiandaa, tunataka tuweke fungu ambalo SIDO na yenyewe itakuwa inatengeneza vifungashio kwa hao wadogo. Kwa taasisi hizi za serikali ambazo zina malengo ya kusaidia ujenzi wa viwanda, lazima tafiti na maendeleo ya utafiti yaendane sambamba na mikakati mizuri tuliyoitaja mwanzoni. Kwa SIDO, TEMDO, Kamatek, NDC na EPZ nimeshawaelekeza na wanaandaa mkakati wa pamoja ambao tutautumia kuwasaidia hao wajasiriamali wadogo na wenye viwanda vidogo, ambao ndio mkakati wa serikali kuhakikisha tunaposema tunataka kuwa kipato cha kati, kuwainua hao ambao wako kwenye bottom of the population pyramid wakainuka wengi, ndipo Watanzania tutaweza kwenda kwenye hayo malengo ya kuwa na kipato cha kati endelevu. Na tangu ulivyoingia kama ulivyosema, na pengine mnyororo wa thamani, tija imekuwepo kiasi gani hasa kutoka kwenye hili kundi ambalo nilisema ndio kubwa na linabeba uchumi kwenye sekta hii? Tija bado ipo changamoto, na bahati nzuri kabla sijaja Wizara ya Viwanda na Biashara nilianzia kwa Waziri Kilimo. Najua mikakati iliyopo kule ni mizuri, kwa sababu ndani ya serikali tumetambua ili tuweze kupata malighafi viwandani lazima tuwekeze kwenye tija. Upande wa zile sekta ambazo zinazalisha kilimo, mifugo, hata namna ya kuvua, teknolojia. Kwa hiyo tija iko kila mahali katika sekta ambazo zinazalisha. Sasa kwa kutambua hilo, tunategemea bajeti zinazokuja zitatambua hili, uwekezaji kwenye tija, na sisi upande wa viwanda kuhakikisha tunakuwa tuna mkakati fungamanishi wa hizi wizara zinazozalisha, kwa maana kilimo kushirikiana kwa karibu sana na mikakati yetu upande wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Na jambo hili ni muhimu sana kwa sababu jitihada za wizara kutafuta masoko ya Watanzania. Kwa mfano majuzi miezi kadhaa iliyopita nilikuwa China. Kuna kipindi nilienda Misri, nikaenda Zambia na kwingineko. Soko la China kwa nikitolea mfano, China unakuta province moja ina uchumi wa Tanzania labda mara 10. Kwa hiyo sisi mkakati wetu si kutrade na China lote. Hata province chache na tunaangalia biashara yetu na sekta ya kilimo, yale mazao ambayo tunavuna baada ya kuongeza thamani tuyapeleke kwenye province zipi. Na ndio maana mmoja wa mkakati wa wizara yetu ni zile nchi ambazo tuna trade nazo sana, tunataka tupeleke commercial attache wawe kule kwenye hizo nchi, washirikiane na TanTrade. Na TanTrade tunafanya reform ili iweze kuwasaidia wafanyabiashara wadogo wajue zile mahitaji ya hizo nchi, kama ni namna ya kupaki, viwango, ubora. TanTrade iwe nao, iwape elimu. Lakini pia yule ambaye atakuwa kule, yule commercial attache, kwenye budget inayokuja ya 2021 wizara yangu tunatenga budget kwa ajili ya kupeleka au watumishi kwenye hizo nchi. Lakini hatuwezi kwenda nchi zote. Tumefanya utafiti, kuna nchi ambazo tukiweza kufanya nazo biashara kwa mkakati huu, swala la masoko ya bidhaa zetu na mazao tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa. Na wakati ukilisema mashirikiano na mataifa mengine, kama ulivyotolea mfano China na majimbo yake, kuna wanawake wale wanafanya biashara mipakani. Na wao limekuwa ni kundi kubwa kwenye uzalishaji, na si mipakani peke yake, na wanawake hata wale wajasiriamali wadogo wanawake ndio wanaongoza kwenye idadi hiyo pasi na shaka. Hawa nao wanawezeshwa vipi? Ni jambo ambalo kusema ukweli ni baada ya kuja Wizara ya Viwanda na Biashara, ni moja ya mambo ambayo najivunia tumefanya vizuri. Sasa hivi kwenye vituo vya kutoa huduma mipakani tuna orodha ya watumishi wote wa serikali, wizara zote ambazo zinakuwa mipakani kwa ajili ya kutoa huduma, kwa ajili ya kusaidia akina mama hao. Kwa sababu ujenzi wa uchumi wa viwanda, nguvu kazi ya nchi 50% ni akina mama. Kwa hiyo
jitihada zao katika uzalishaji lazima ziendane sambamba na mikakati ya serikali. Kwa hiyo sasa hivi kwenye vituo vya kutoa huduma mipakani, ukifika pale kama ni mfanyabiashara, usiporidhika na huduma unayopewa, kuna namba ziko ukutani pale. Unapiga simu kama ni Wizara ya Viwanda na Biashara, kuna desk officers wako tayari kwa ajili ya kuratibu huo mpango. Na hata mimi wakati mwingine kupitia page zangu za Instagram, Twitter, napata hizo changamoto na kuzifanyia kazi kwa kudili na yule ambaye ameshindwa kusimamia wajibu wake. Kwa hiyo wizara imebadilika. Sasa hivi tumejipanga vizuri kabisa kuwa ni wizara ambayo inahudumia Mtanzania, kusaidia kujenga uchumi wa viwanda. Umesema kuna madawati maalum ya kuhudumia hao. Urasimu hakuna, hujapata malalamiko hayo? Urasimu, mimi neno la urasimu katika Wizara ya Viwanda na Biashara ni historia. Sasa hivi tunazungumzia kwamba kazi yetu na hili nawaambia watumishi wote wa wizara na taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, tumeamua kwamba sisi ni facilitation ministry, sio ministry ya kufrustrate. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba facilitate, do not frustrate. Mwawezeshe watu na msio kikwazo. Na ili tuweze kuwa mfano kwa wizara nyingine, lazima tuanze sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi kuanzia waziri, naibu waziri, katibu mkuu, wakurugenzi, haya ndiyo maelekezo pamoja na watumishi. Na niendelee kuwasihi na kuwaelekeza watumishi wa Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi zake. Sisi kazi yetu ni kufacilitate. Na ninaamini kwa sababu sisi ni coordinating ministry, na huu mswada ambao tumeutaja utakapokuja utatupa hiyo mandate kwa mapana zaidi, ili tuweze kusimamia na kuratibu serikali nzima katika mwendo, na ndio dira ya serikali kujenga uchumi wa viwanda. Basi yote anayetukwamisha, hata kama yuko nje ya Wizara ya Viwanda na Biashara, basi sheria hii inakuwa imetupa mandate ya kushughulika naye, ili tusiwacheleweshe Watanzania kwenda kwenye safari ya ujenzi wa uchumi wa viwanda. Sawa. Tulizungumza kwa gusia wa wajasiriamali wadogo, na kuna mahusiano pengine na mashirika tuseme hata ya kimataifa ama hata makampuni makubwa kuhakikisha wanawezeshwa kwa mikopo na mambo kama haya pengine. Nimetaja swala la fungashio kwamba ni kero na changamoto kubwa, lakini serikali tuko tunatafuta majawabu yake. Kwa upande wa wahisani wa maendeleo, kuna mpango ambao tumekubaliana na UNIDO, program country partnership, na mpango huu unaendana na zile sera tulizozitaja ambazo tunaboresha ili kubeba dira ya rais na mwelekeo wa nchi miaka 50 ijayo. Tanzania tunataka tuwe na nafasi gani katika bara hili na dunia hili. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, sasa hivi development partners nimewaambia na wamelielewa hili kwamba sisi ni nchi ambayo tunajua vipaumbele. Kwa hiyo wanapotaka kutusaidia, wasije na kwamba tunajua unataka hili, sisi tunajua tunachokitaka. Kwa hiyo wao ni kufiti kwenye vipaumbele vyetu. Kwa hiyo kwenye upande wa kusaidia wajasiriamali wadogo na wenye viwanda vidogo, kupitia mpango wa UNIDO ambao tutauanza mwaka huu, tumeweka vipaumbele kwenye sekta ambazo tunajua kukua kwake kutachochea ajira nyingi nchini. Agro processing. Na kusema agro processing tunamaanisha kilimo, mifugo, uvuvi, na kupitia ule mpango wa SDP2. Sasa ule mpango wa SDP2 unafungamanisha kilimo na viwanda, na sasa tunaufanyia upacha na huu mpango wa UNIDO ambao katika agro processing tutajikita sasa kuhakikisha fedha ambazo development partners wanazileta kusaidia ujenzi wa uchumi wa viwanda zinaenda kwenye maeneo ambayo tayari sisi tunaona ni muhimu, kusaidia akina mama, kusaidia vijana, masuala ya ajira, na hilo kwenye upande wa ajira, lakini hata kwa upande wa mikopo. Kijana au mama anaweza akawa na mpango wa biashara mzuri, lakini swala la mtaji likawa ni changamoto. Huu mpango wa UNIDO ya program country partnership, component moja wapo ni kuhakikisha support ya dona kwenye swala la ujenzi wa viwanda, pia hata component ya mikopo ya riba nafuu kwa
kwa vijana kina mama nchini inapatikana. Lakini sambamba na hilo tuna mfuko wa NEDIF ambao uko chini ya SIDO. Mwaka jana kuanzia Julai mpaka Disemba tulitoa bilioni 1.4 kwa mikopo 718 iliyoombwa. Mfuko huu ni revolving, unazunguka. Kwa hiyo mkakati wangu na hii niliyosema ya UNIDO, tunatafuta namna ya kutunisha huu mfuko ili SIDO na zile research and development institutions nilizozitaja za TEMDO, Kamatek zinapowasaidia wajasiriamali kupata ujuzi katika usindikaji, ujuzi huo unaambatana na kupatikana kwa mikopo ya bei nafuu. Sawa, tuhitimishe na hili mheshimiwa. Kulikuwa na mkakati wakati unaingia wizarani, lakini pia ulikuwepo kabla kwamba kila halmashauri ilipaswa kutenga eneo la viwanda. Hili linatekelezeka kwa kiasi gani? Jambo hili kuna mikoa ambayo imefanya vizuri na nimeandika barua kuwapongeza wakuu wa mikoa kwa jitihada hizo. Na kupitia kipindi hiki nitoe rai kwa wakurugenzi wote kwenye halmashauri nchini kutenga maeneo kwa ajili ya kujenga viwanda hasa vidogo. Hasa vidogo kwa sababu uchumi wa viwanda tunaoutaka ni kuwawezesha hao wadogo wakue, na ajira nyingi ziko kwenye hivi viwanda vidogo. Kwa hiyo halmashauri zote nchini tunazidi kuwasihi na kuwaelekeza kutenga maeneo kwa ajili ya kujenga viwanda vidogo. Na mimi katika ziara zangu kila ninapoingia kwenye halmashauri ni kuulizia, hebu nionyeshe eneo maeneo haya. Nimepongeza ni kweli fanya vizuri. Na iliyofanya vibaya? Iliyofanya vibaya sasa ukimpongeza kama hujapata barua ya kutoka kwa waziri wa viwanda na biashara ambao nimemkopi hata Mheshimiwa Rais kuwapongeza wale ambao wamefanya vizuri, basi ujue umefanya vibaya. Sasa nikushukuru sana. Asante sana. Na asante sana. Alikuwa ni Innocent Bashungwa, mtazamaji wa TBC1 ambaye ni waziri wa viwanda na biashara. Tumeshirikiana naye tangu pale majira ya saa 12:15 mpaka hivi sasa. Tumezungumza mengi ya kuhusiana na wizara hiyo akiwa anayasimamia.